Israel Martha, mwangalizi wa makanisa yetu Magharibi Arusha. Ninashukuru sana kwa ualiko, pamoja na mama, pamoja na watumishi wote, wachungaji katika sehemu hii au katika Arusha ya Magharibi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninashukuru sana Mungu kunipa nafasi ya kuweza kuwepo hapa siku ya leo kushiriki pamoja na ninyi katika ibada ya leo. Wapendwa wetu, wachungaji na pia wanakwaya kutoka sehemu mbalimbali, na pia wazee wa makanisa, viongozi mbalimbali wa kanisa ambao mko hapa, washirika waumini wa Kristo ambao mko hapa katika ibada ya leo. Ninashukuru sana. Nimefurahia sehemu kubwa sana ya ibada ambayo imeendelea nikiwa nimeshiriki, na kwa kweli Bwana yuko mahali hapa kama waliotangulia kunena walivyosema kwamba Bwana yuko hapa. Ni ukweli kwamba tunapomwabudu Bwana kwa jina lake, yeye yuko pamoja na sisi. Hebu tumpigie Bwana makofi. Ninapenda kabla sijaendelea sana nimpe mama aweze kusalimu, lakini pia si mama tu niko naye hapa, lakini niko na sehemu ya familia yangu. Ningeomba wasimame. Kuna binti yangu hapa na mume wake na pia wajukuu wako tu. Ningeomba wasimame basi. Nashukuru wako. Mungu asifiwe sana. Haya, naomba mkae. Sasa mimi tumejaliwa katika familia yangu kuwa na watoto 8. Wawili wanaishi hapa mji huu wa Arusha. Wawili wanaishi Msumbiji, Maputo. Wawili wanaishi Marekani. Na pia mmoja anaishi Dar es Salaam na mwingine anaishi Sakila. Amina. Hiyo ndio baraka ambayo Bwana ametupa kwa familia yangu. Namshukuru Mungu sana, na ninaamini kwamba pamoja na familia ya Kristo basi hakuna litakaloharibika. Ninapenda nimkaribishe mama wasalimie kabla sijaendelea sana na mambo mengine. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Hakika ni furaha kubwa kuwemo nyumbani mwa Bwana. Nimshukuru mchungaji Askofu Maasa pamoja na watumishi wa Mungu wote, wachungaji. Ninashukuru pia kupata neema ya kumwona mheshimiwa diwani pamoja na mama, kushiriki nao ibada nzuri namna hii. Yaani naangalia naona ni vijana bado wadogo na majukumu makubwa, halafu kubwa zaidi wanampenda Mungu. Mimi ninaamini kabisa mheshimiwa diwani na mama, Mungu atawapeleka viwango vya juu zaidi na zaidi. Huu ni mwanzo tu. Mwangalie baba. Mimi huwa napenda sana mabasi yetu ya zamani, yalikuwa yanaandikwa kila abiria. Huo ndio usia wangu. Ninayo furaha tena kuwaona watoto wetu ambao Mungu ametupa. Furaha yangu imevuka mipaka kwa sababu kuna mwanangu mmoja mpaka nikamnong'oneza baba askofu hapo, namwambia umemuona? Akaniambia nimemuona mama. Baba Neema, Mungu akubariki sana. Karibu sana nyumbani mwa Bwana. Endelea kutupa hii furaha.
tushiriki pamoja. Naomba usimame, pungia tu mkono kanisa. Huyo ni Baba Neema. Mke wake ni mama mzuri sana anayempenda Mungu, anatumika kanisa la Unga Limited kwa mchungaji Kanaeli, na ni mama mwaminifu sana. Sasa tukimuona na baba hivi tunabarikiwa sana. Endelea kumtia moyo mama. Na mama, neno lile lile, kila abiria. Amen. Nina furaha sana kuwaona. Hakika ni mara yangu ya kwanza kuja Chekereni, lakini sasa naona mlango umefunguka, si ndio Baba Askofu? Mungu akubariki. Ninaamini kabisa tutakuwepo tena, tutazidi kuonana, tufanye kazi ya Mungu. Nimeona kanisani hapa vijana wengi na hasa mabinti ambao wamekuja hapa wakaimba, wanalelewa hapa. Nilikuwa naongea pale na mama, nasema Mungu awabariki kwa huduma hii kubwa, kwa sababu hawa mabinti kama wasingekuwa wamepokelewa mahali hapa, wanajengwa kimwili na kiroho, wangekuwa wapi? Mungu awabariki watoto wazuri. Thamini, mweke thamani kubwa kwenye upendo huu ambao mmepewa. Waheshimuni wanaoangalia, mheshimuni Mungu sana sana sana. Mkituona watu wazima tuko tumesimama na Yesu na tunatembea na Yesu, ni kwa sababu kwa Yesu kuna faida. Msikae mguu ndani mguu nje. Watoto wangu, mimi naona ni wajukuu, msifanye hivyo. Simameni kwa uaminifu mkimtegemea Mungu na kumwangalia Mungu. Hakika Mungu atawaheshimu. Ninayo furaha sana 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 kuwaona wote. Wanangu wa Unga Limited tumekuwa pamoja sana, lakini sasa nimewapotea kidogo. Lazima niwe na ubavu wangu, si ndio? Miezi karibu 4 nimemiss. Sasa nerudi, inabidi niwe naye, lakini najua pale ni nyumbani, baba ndio mchungaji wa pale, basi tuko pamoja. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Baada ya kusikia kutoka kwa mama, mimi niseme kwamba tuendelee. Geukia mwenzako mwambie tunaendelea. Maendeleo yenyewe ndiyo hayo. Nashukuru kwamba tangu muda ni mrefu sana tangu nimechukua hapa. Muda umeenda, sijui ndugu yangu Maasa unaweza kumfikiri miaka 3 au mingapi. Naona ananipa mkono mzima, miaka 5. Ni muda mrefu sana, lakini nashukuru kwa sababu katika maeneo haya nikiangalia ramani ile ambayo niliacha inanipoteza, maana maendeleo yamekuwa mengi katika mji wetu wa Arusha, na hasa kishika barabara hii kutoka kule sehemu za Bonite kule kuja huku, unaona kweli kwamba Arusha sio ile ya zamani. Ni Arusha mpya ya aina yake ambayo imeendelea mno kwa kasi kubwa, na sisi lazima tuweke kasi katika kuifanya kazi ya Mungu. Ninapenda tu niseme kwamba kwa kanisa hapa yako mambo yanayoendelea ya ujenzi wa kanisa na pia mambo ya maji. Mimi niseme leo nimekuja kuwasalimia, lakini kuna kitu nitafanya leo. Kitu nitakachofanya ni kuangalia yale maeneo yenye mahitaji, na tutaomba wote kwa sababu tumekusanyika. Leo ndio kazi nitakayofanya, na siku nyingine tutakwenda kwenye vitendo vingine vile ambavyo uwezo Bwana ametupa. Lakini tusisahau kwamba maombi
ndiyo yamefanya haya yote. Maombi ndiyo yamefanya haya yote, sio nguvu zetu. Na hivyo lazima tuamini nguvu ya maombi, kwamba inabadilisha mambo. Nakumbuka wakati ule tulipokuja hapa tukifanya kazi ya Mungu, kuangalia tutajengaje kanisa hapa, barabara ilikuwa mbali sana. Unakumbuka? Lakini unaiona mbali kule. Lakini sasa ukiangalia gari linapita hapa, majengo yamefunika. Ni maendeleo mazuri. Lakini yote hayo pamoja na jina maendeleo, lakini sisi watu wa kiroho tunasema ni maombi. Bwana asifiwe sana. Maombi ndiyo yanayobadilisha mambo yote. Na hata leo kwa kusanyiko letu hili la pamoja na kuombea yale mambo maalum tutakayoyaombea, lazima yatokee. Jamani, mimi nazungumza na watu wa Kristo, tena wenye imani, ambao ninaamini kwamba tuko pamoja. Nasema hivi, haya mambo ambayo yapo mbele yetu leo, kwa maombi ninaamini kwamba Bwana atayafanya yote. Kwa hiyo tutafanya hivyo. Mimi ninaamini, nimetembea kwa imani kwa miaka mingi, na shetani amejaribu kunizuia, lakini hakuweza. Ameshindwa, na hata kesho atashindwa. Hakushindwa jana tu wala leo, hata kesho atashindwa. Bwana asifiwe sana. Nianze labda na swala la Mheshimiwa Diwani alilozungumza la maji. Mheshimiwa Diwani wa kata yetu hii ya Mwebaru, niseme kwamba maji tulikushatimba hapa, lakini kama ujuavyo, miaka ilivyoendelea mvua zimepungua. Kwa hiyo maji ardhini yamepungua kitaalamu, ndivyo inavyoonyesha. Lakini water table imeshuka zaidi. Kwa hiyo lazima tuifuate mbali kule. Kwa hiyo hatuna wasiwasi, tunaweza tu kuifuata huko ilikoteremka, na pia tunaamini kwamba Mungu wetu atatunyeshia mvua za kutosha. Yote hayo tunaamini. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, sisi tunaamini Mungu. Labda umesema tukumbuke kwenye huo ufalme. Ufalme nadhani na wewe upo kwenye huo. Ufalme huo na wewe upo. Na pia si wangu, ni ufalme wetu wa Mungu wetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa kuwa tuko kwenye ufalme huo na ni wa Mungu wetu, tunaamini kwamba maji hapa yatakuwepo. Sema amen. Ninafurahia neno la nabii mmoja ambalo lilikuwa kali sana, na ninapenda umwangalie Mkristo mwenzako aliyeketi hapo ulipo, alafu mwambie kwamba hili neno la unabii ni kali sana. Siku moja nabii mmoja aliitwa, akaambiwa nchi ina njaa, wewe unasemaje? Yeye akasema, kesho kama saa hizi mtakula. Sasa mtu aliyeketi huko, aliyesikuwa anasikiliza, akamjibu kwa haraka, akamwambia, inawezekana. Kwa hiyo akawa kama mhubiri wa mashaka, na akawa kama mhubiri wa upinzani kwamba Mungu hawezi. Kwa hiyo yule nabii akamwambia, lakini wewe utakuwepo, na wewe utakuwepo, lakini shida ni kwamba utaona, lakini utakula. Basi kweli saa ikafika, kesho yake
Lakini mfalme akamwambia yule bwana, wewe bwana kaa mlangoni, alafu wewe wapange watu wasiingie kwa fujo. Sasa alipokaa mlangoni, wale watu wakajipanga, wakaambia jipangeni sasa, kila mtu atapewa chakula, hamna tatizo. Sasa watu walikuwa na njaa, walipoona chakula, Bwana Elisha, nini hapa? Watu sasa watu wakaangalia madirishani vile, wakaona chakula kwa mbali. Na wao kwa muda mrefu hawajaona hicho chakula, wana njaa. Basi wakaruka wakamkanyaga yule bwana. Wakamkanyaga, wakapita, wakafuata chakula, na wote wakala, lakini yule hakula. Aliona lakini hakula. Sasa kile ambacho napenda kusema ni kwamba kile ambacho Mungu anasema, amini. Amen. Mungu akisema jambo, amini. Amen. Ukiamini itakuwa hivyo. Amen. Kwa sababu Yesu alisema iwe kwako kama unavyoamini. Sema amen. Amen. Kwa hiyo maji yatakuwepo tena, mheshimiwa. Yatakuwepo tena. Kwa jina la Bwana na kwa ufalme wa Bwana. Sema amen. Kwa hiyo ndugu zangu, pigeni makofi Bwana ambaye anaweza. Haleluya. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi ninapenda tu niseme kwamba Mungu wetu anaweza. Anaweza kufanya mambo yote. Tunaamini kwamba Mungu akitujalia tunaweza kufanya mambo makubwa. Tunaweza kujenga makanisa makubwa yatakaoketi watu maelfu na wala sio watu 100. Sema amen. Wewe ukiwa mchungaji, ukiwa mtumishi, ukiwa Mkristo, amini mambo makubwa. Amen. Narudia tena. Ukiwa mchungaji, ukiwa Mkristo, ukiwa mzee wa kanisa, ukiwa shemazi, ukiwa katibu wa kanisa, ukiwa mwanakwaya, amini Mungu kufanya mambo makubwa. Amen. Usiseme hapana kwa jambo lolote ambalo Mungu anaweza kufanya. Kila siku sema ndiyo, inawezekana. Ndiyo, inawezekana. Ndiyo, inawezekana. Ndiyo, inawezekana. Ndiyo, inawezekana. Ndiyo, inawezekana. Kila siku sema ndiyo. Neno lako liwe ndiyo. Kwa Mungu usiseme hapana. Kwa Mungu usiseme hapana. Ni mwiko kabisa kusema hapana au haiwezekani. Ni mbaya sana kabisa. Hakuna kitu kibaya kama kusema hapana kwa Mungu au kusema haiwezekani. Lazima useme inawezekana. Amen. Kwa sababu ndiyo tafsiri ya neno muujiza. Amen. Hakuna tafsiri nyingine. Unaposema ndiyo kwa Mungu, maana yake, tafsiri yake, umesema muujiza. Narudia tena. Unaposema ndiyo kwa neno la Mungu, ndio umesema muujiza. Amen. Sema amen. Amen. Pigie Bwana makofi. Ndugu zangu, kama mnavyojua,
Mungu wetu anafanya kazi kwa nguvu kubwa sana katika kanisa na utumishi ambao Bwana ametupa. Ninasikia fahari kuona kazi ambayo kanisa hili hapa inafanya, kuwatunza wale wahitaji. Kila siku ni vizuri ukajali muhitaji. Na kama kanisa linavyojali muhitaji, wahitaji, basi linazidi kubarikiwa. Kwa hiyo ninaamini kwamba kanisa hili linafanya wajibu wake kuweza kuwatunza watoto wenye shida mbalimbali, na kuwapa makazi, na kuwapa nyumbani, na kuwapa familia. Hili ni jambo la baraka ambalo linambariki Mungu. Bwana asifiwe sana. Dini iliyo nzuri ni ipi? Inayojali wajale na yatima na nini na maskini. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hili ni jukumu la kanisa. Kanisa letu Mungu amelibariki na limeweza kukua kwa haraka. Halina umri mkubwa kama mnavyojua dini zingine mnazozijua. Kanisa letu ni kanisa changa lakini linalokuwa kwa kasi. Sema amen. Amen. Kwanza katika mkoa wetu huu wa Arusha, kiongozi wake Israeli Maasa alikuwa kiongozi mpaka kule Manyara. Lakini kule mkoa wa Manyara umepata kiongozi ambaye ni ndugu yetu Marceli Amo ambaye anasimamia mkoa mzima. Lakini juzi tumekubaliana na yeye kwamba mkoa ugawanywe upate uongozi mwingine au viongozi wengine, kwa sababu kazi ya Mungu inakuwa kwa kasi katika mkoa wa Manyara. Sema amen. Amen. Kule juu Bashnet, Mbulu, kazi inakuwa sana. Dareda na pia kule Dasaki, Katesh na pia kule Hidet, sehemu nyingi kule za ndani kule sehemu za mkoa wa Manyara, Babati yenyewe na sehemu zingine, makanisa yanakuwa, yanazaliwa mapya na kukua, na tunamshukuru Mungu kwamba anafanya kazi ya kuokoa roho zilizopotea. Amen. Injili ndiyo kazi yetu, kuhubiria watu waokoke, na tunamshukuru Mungu kwamba kazi inakuwa katika mkoa wetu wa Arusha. Kule Arusha Mashariki makanisa yanazidi kukua, kiongozi wake yuko hapa na mama, tunamshukuru Mungu sana. Sema amen. Amen. Tunashukuru sana katika mji wetu makanisa yanazidi kukua, na kama ndugu yetu Elisha alivyosema kwamba kule kanisani wako wasomi ambao pia ni watumishi, ni wachungaji, basi tunaamini Mungu anafanya kazi katika mkoa wetu wa Arusha na Manyara na mikoa inayofuata. Ndugu zangu, tunashukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo anaokoa. Hatukuwa hivi, lakini Mungu ametuzidishia watoto, ametuzidishia kanisa limekuwa. Tunashukuru Mungu sana. Amen. Tunashukuru kwamba hata mji wetu unazidi kupanuka sana, si tu katika barabara hii ya Moshono, lakini pia katika barabara ya Ungalimited ambayo inawekwa lami. Sasa hivi mji unakuwa, na ni vizuri tukakuwa kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu mji wetu kwa idadi ya watu ni kubwa. Sema amen. Idadi ya watu ni kubwa, na kwa sababu hiyo tunahitaji watumishi wengi. Tunahitaji watu waende chuoni kule Sakila, waende chuo cha Biblia, wajifunze, wafanye kazi ya Mungu. Sasa hivi kazi yetu imekuwa mpaka Afrika Kusini tuna chuo cha Biblia, tuna makanisa kule, watumishi ni wachache.
Mimi nilikuwa Afrika Kusini siku moja, na bwana mmoja akaja na gari akaniambia, mimi ningeomba ukae hapa nikutembeze kila mji, ukanyage tu alafu uombee mji uende zako. Kama mlisikia ningempigia Bwana makofi. Narudia tena kwa sababu ninataka muelewe kwamba dunia inatungoja. Alafu mmekaa kinjanja, naomba msimame. Unajua mimi naamkaga kila siku saa 9. Na hao watoto wanajua, hao wangu hapa askari ambao wamekaa chuoni, mimi naamkaga saa 9. Naamka na wao, nashindana na wao. Katika mambo yote tunafanya pamoja. Mimi si mvivu. Napenda niwahakikishie, mimi si mvivu. Mimi ni mchapakazi. Biblia inasema, mvivu anasema hivi, aise huko nje mvua inanyesha kidogo, sasa afadhali tulale. Ayana anatoa sababu kwamba akilala ni mvua ilikuwa inanyesha huko nje. Hizi ni lugha za wavivu. Ukiangalia mtu asiyependa kufanya kazi hata ya Injili anasema mimi sina vyombo bwana, sasa nitahubirije? Sio vyombo vinavyohubiri, ni imani. Jamani, ili uwe mhubiri ni imani. Ukiwa na imani hivi vyombo utapata. Ukiwa na imani jengo hili utapata. Ukiwa na imani chombo cha usafiri utapata. Sema amen. Amen. Kwa hiyo usiwe mvivu kwa sababu au kwa kisingizio. Usiwe na kisingizio cha kuwa mvivu. Biblia inasema ukiwa mvivu utakuwa maskini. Mgeukie mwenzako mwambie ukiwa mvivu utakuwa maskini. Ukiwa mvivu utakuwa maskini. Haya. Pia Biblia inasema ukiwa mvivu wewe utakuwa mtumwa. Kwa hiyo uvivu ni adui. Mgeukie mwenzako mwambie uvivu ni adui. Kwa hiyo changamka. Kuna watu ambao wanatoa sababu. Anasema, jamani, serikali ni bwana, kila kitu kimepata bei. Yeye analaumu serikali, fanya kazi. Fanya kazi. Unajua watu wengine wanachagua kazi kwa sababu wao wanaona ni mabwana, lakini usiwe bwana kabla hujafikia ubwana. Amen. Narudia tena. Usiwe bwana kabla hujafikia ubwana. Biblia inasemaje? Mwenye anayestahili heshima mpe nini? Heshima. Na asiyestahili usimpe. Ndio maana yake. Unanielewa? Sio watu wote wanastahili heshima. Sio watu wote. Lakini watu wengi au karibu wote wanapenda heshima. Tunaelewana? Sijaona mimi binadamu, maana binadamu ana nature zake za ajabu ajabu sana. Sijaona binadamu anasema, "Wa, usiniheshimu bwana, usiniheshimu." Mimi sijaonaga. Hapana. Kila mtu anapenda nini? Heshima. Lakini Biblia ikasema lugha ambayo kwa mwenye ufahamu anajua. Ikasema hivi, mwenye heshima apewe heshima. Kwa nini ikasema hivi? Sio wote wanapewa heshima. Ndio maana yake. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Ukifanya kazi hata ukipalilia hapo nje utapewa heshima.
kazi ya kupalilia maharage kwamba ndio kazi ambayo sasa hivi ndio iliyoko mbele yako, hakuna kazi nyingine. Sasa unapo-reject na kusema kwamba mimi bwana sifanyi kazi hizi bwana, nataka kazi sijui nini, iko wapi? Iko wapi? Ya kupalilia maharage ndio ipo. Sasa kwa sababu ya ubwana wako ambao unakaa unasema mimi siwezi bwana, ni ukaidi huo. Na utakufa na njaa, na utakufa na umaskini. Kwa hiyo usichague kazi kama unataka heshima. Kama unataka heshima, usichague kazi. Fanya kazi yoyote, hata ya kudeki choo. Usichague kazi kama unataka heshima, na utaipata. Lakini ukichagua kazi utapewa yoyote, utapewa heshima. Maana si wewe umeshajipa heshima. Mimi si mtu wa kudeki choo. Sasa watu wakikuangalia, sasa ana kazi gani? Wanadamu hawa si wajinga, si wapumbavu. Hawezi kuringa wakati ambapo anajua kabisa huyu bwana anaringia nini. Hamjaonaga watu wanasema hivi bwana huyu anaringia nini? Sasa wewe usichague kazi, hasa mtu wa Mungu usichague kazi. Fanya kazi zote. Kudeki nyumba, deki. Panga viti. Hata kama umetoka chuo kikuu, panga viti. Amen. Hata kama umetoka chuo kikuu, deki chuo. Tena waambie acha kabisa, leo mimi najitolea, utafanya usafi pale. Utashangaa mwenyewe. Utashangaa maisha yako. Hakuna binadamu atakaye kusogelea, utakuwa na heshima nyingi sana. Na utashangaa mwenyewe kwamba kazi ndio itakayokupa heshima. Kazi tu. Ni ipi? Haijalishi. Haijalishi kabisa. Kwa hiyo madhara makubwa tulio nayo ni kuchagua kazi. Hata Wakristo wanachagua kazi. Wewe unaona kwamba ubwana mkubwa, huwezi kuja asubuhi ukadeki kanisa, ukapanga viti. Mimi bwana nimesoma. Mimi unaniona. Wasichana wetu wanataka kutumia 60,000 kutengeneza nywele, lakini haingizi 10,000 kwa wiki. Napenda niwaambie mimi wazi, tunaharibu kabisa. Lazima tufanye kazi, ndio itakayotupa heshima. Kazi. Lakini wewe unasema tu kwa vile unaona watu wengine wako vizuri, wamevaa vizuri, na wewe unataka kuwalazimisha wazazi wako wakupe 60,000 ukatengeneze nywele ili na wewe uonekane, upewe heshima. Utapewa heshima, utaharibika. Lazima uishi kwa kiwango chako. Usiishi kwa kiwango cha watu wengine. Ishi kwa kiwango chako na cha watu wako, kwa level yako. Ndio utakuwa na amani, ndio utaishi, ndio utaenda maisha marefu, ndio utakuwa na ushindi katika maisha yako. Kama hujatumikia fedha za kutengeneza nywele 60,000, kata na mkasi ziwe ndogo chana. Kata tuwe na mkasi, wala usimjadiliane na mtu, alafu ziwe safi. Wewe tokea, wewe pesa ulionayo ni ya sabuni tu 100,000 basi. Bwana asifiwe. Mimi naenda mbinguni. Wanaotaka kutengeneza nywele kwa 60,000 ambao hawana, waache waumize mioyo yao. Waache waikune mioyo na akili.
lakini wewe uishi maisha ya level yako. To your level. Don't look up. Look your level. Kana watu wa size yako. Usitafute watu wa size kubwa, unapanda, unataka na wewe ukae pale. Rudi chini, kaa level yako. Watu wa mshahara wa 60,000 watafute, waambie na mimi ndizo hizo. Sasa tutafanyaje tutoke hapa ndugu zangu? Haya ndio maisha tuliopewa na Bwana. Ya kunywa loshoro na kunywa mswa. Hakuna shida. Lakini tunapojitaabisha na mambo haya ambayo yanaletwa huku, yati yanaitwa maendeleo, lakini ni maumivu. Sio maendeleo, ni maumivu. Kwa sababu wewe ukiambiwa ule kitu ambacho huwezi kununua ni maumivu. Don't do it. Usifanye. Kaa size yako. Kula size yako. Ishi nyumba ya size yako. Usiumie. Watu wengine wanaona harusi kubwa za fahari, na yeye akitaka kuolewa anamkandamiza baba yake, anamkandamiza mama yake. Mimi nataka hivi, nataka gari la kukodisha nitembezwe nalo. Yaani tembea na mguu. Haja yako si mume. Sasa matatizo haya unaotafuta, ambayo unataka gari kama la harusi ya fulani, ya nini unaumiza roho yako na madeni? Na wazazi wako waambie hapana, mimi sitaki magari ya kukodisha. Nataka mimi tukitoka kanisani tutembee hapo. Tutembee hapo, tule ugali wetu, tule wali wetu. Kama soda itapatikana, haleluya, Bwana asifiwe. Champagne ikikosekana, who cares? Wacha. Kama haipo, kwani si mtu ataolewa jamani? Si mtu ataoa mpaka champagne iwepo? Mpaka gari iwepo, benzi? Jamani, mnakumiza mioyo. Mnakwenda kubaya vijana. Mnaenda kubaya, mnatamani vitu ambavyo vinaleta madhara. Na haijaharibika. Hali haijaharibika kihivyo, ni ninyi wenyewe mnaiharibu. Kwa sababu hamkai katika level yenu. Mnakwenda level zingine ambazo zinawatesa. Mnaenda katika ulimwengu mwingine ambao haujaufikia. Mnakwenda huko mjini, mnakodi maholi. Nasema tunataka pale mahali fulani bwana. Tunataka pale mahali fulani bwana. Ndio tuonekane vile. Sasa hiyo deni itakukula tu roho. Hiyo deni itakukula roho, lakini ukifanya harusi yako hapa, ukasema mchungaji Masa, sherehe hapa kwenye jengo ile ambalo bado halijawa sawa. Hebu tuweke kwanza matubali hapa juu, sisi tule ugali hapa. Ukitoka hapo una amani, una deni. Una deni. Kama kuna zawadi zilizoleta, mnakula na bwana na bibi harusi, mnafurahi, akiba inakuwepo. Lakini sasa baada ya harusi, kesho yake waraka unakuja, deni shilingi milioni 6. Jana tulipata ngapi kwenye zawadi? Shilingi milioni 1.5. Sasa tutafanyaje? Tuuze vitu fulani hivi ambavyo tumepewa. Ni shetani hiyo. Tena naita ibilisi kabisa. Kwa sababu hakuna uwakili hapo. Fanya kazi kwa kiwango chako, kula kwa kiwango chako, usiende kwenye madeni. Sasa hivi ndugu zangu,
vijana mnakwenda kwenye madeni na hamjafikia kukopa madeni hayo. Hamjaweza kuwa na kazi zinazoweza kuhimili vishindo vya madeni. Vishindo vya madeni ni vibaya. Watu wanaachana kwa sababu ya madeni. Watu wanakosana, wanakosa amani kwa ajili ya madeni. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, angalieni jinsi mnavyoishi. Angalieni jinsi mnavyoishi. Alafu mtafakari ninyi wenyewe, msiyesaidiwe jinsi mtakavyoishi. Asije mtu akakwambia kopa ufanye hivi. Hapana. Mwambie sisi tutafikiri. Na mfikiri na ufikiri, alafu muone kama kuna sababu ya kukopa au kuna sababu ya kufanya mambo makubwa ambayo mnataka kufanya. Kaeni. Lakini ndugu zangu, mimi naona huruma sana kwetu sisi ambao tunaishi katika ulimwengu huu wa kisasa ambao unaendelea kwa kasi sana. Pengine hata hatuwezi kasi ya ulimwengu wa sasa. Lakini napenda niwaambie, kama utanuia makuu kuliko uwezo wako, utaishi. Narudia tena, kama utanuia mambo makuu kuliko uwezo wako, utaishi. Lakini kama utataka mambo makuu kuliko uwezo wako, nikimaanisha uwezo wako tafsiri moja tu, kuliko mshahara wako, basi utapata huzuni ya maisha. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Wangapi wana madeni hapa? Tanidanganya sasa. Sasa mtaniambia mimi nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, najua sana mambo mengi, lakini nauliza tu kwa nia njema, wala usione aibu. Hapa ni kwenye tiba. Hapa sio mahali pa kukosoana hapa. Hatukosoani. Na sizungumzi mazungumzo ya kukosoana hapa. Hapana. Lakini ninataka niseme hivi. Watu wanaishi na maumivu kwa sababu ya shida mbalimbali walizo nazo. Pengine unaumwa, pengine una deni, na pengine unajaribu ambalo pengine limekutesa kwa muda. Leo napenda nikwambie kwamba huyu Mungu wetu anaweza. Amen. Huyu Mungu wetu anaweza kubadilisha mambo kabisa. Kabisa. Lakini vizuri ukawa mkweli na mwazi tu. Usiogope watu, usione shaka kutaka tiba. Hapana. Hapana. Kwa hiyo mimi ninapenda kuuliza jamani, hasa jambo hili. Nani ambaye ana deni? Sawa, nashukuru sana kwa wanaonyoosha kidole, lakini bado kule nje mnyooshe kidole mtu mwenye deni. Haya. Mtu yote ambaye ana deni asimame. Mtu mwenye deni ambaye anataka msaada, anataka Mungu amwangalie katika swala hilo, ni kubwa, na anataka Mungu aliangalie swala hilo, njoni hapa mbele. Mtu yote ambaye ana deni na anataka Bwana amsaidie hilo deni, njoo hapa mbele. Na Bwana atafanya. Tunaamini Mungu wetu ni Mungu anayeweza. Anaweza, anatosha. Yeye ni Mungu wetu. Hakuna mwingine ila ni yeye. Alafu ana huruma nyingi. Alafu ana mapenzi mengi. Tunangoja mje wale wote ambao wanasema kwamba Bwana, mimi nina deni ambalo naona linataka kunishinda nguvu. Sasa sijui nifanye nini. Huna haja ya kufikiri kufanya jambo lolote.
ni kumwambia Bwana. Yuko bwana mmoja ambaye naye alikuwa na deni. Sasa akaniambia, sasa ndugu yangu, mimi na deni. Sasa nimefikiri, nikataka nijitupe kwenye kamba, alafu nife tu, mambo yaishe. Lakini akaniambia jambo moja ambalo nimeona la busara. Akasema, lakini nilipotafakari nikitaka labda sasa niende, akakumbuka kule hajui uhakika kwamba kule kuna nini upande wa pili, kwamba huko upande wa pili mtapokelewa ama itakuwaje. Basi akaona kwa vile kule sijahakikisha huko upande wa pili kwamba huko vipi, pengine nako kuna shida kama hivi, au pengine sitapokelewa, nitakataliwa, basi wacha niache. Sasa usifike hapo, kwa sababu sisi tuna mahali tutaweka huo mzigo, alafu tuwe huru. Kuliko kufikiri anakufikia hapo huyo rafiki yangu alikofikia, wewe una neema ya mahali ambapo utachukua ule mzigo na kuweka hapo. Alafu kasema, basi nimemwachia anayehusika. Na anayehusika ni Mungu. Mungu wako unayemwamini. Kwa hiyo leo tunataka huo mzigo umpe Yesu. Wangapi wanaamini kwamba Yesu atachukua mzigo wako? Sema amen. Basi inua mkono juu, tumwambie achukue huo mzigo wa deni na akulipie madeni. Kama alitulipia deni ya dhambi, kwa nini deni ya fedha asitulipie jamani? Anasema ametulipia deni ya dhambi. Sawa? Sasa deni ya fedha ni ndogo. Kwa hiyo tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba uweze kuwalipia ndugu zangu hawa madeni walio nayo. Wewe una fedha katika hazina yako na katika benki ya mbinguni. Ina hazina isiyoguswa ambayo imejaa tele, imejaa fedha, imejaa dhahabu. Ninaomba ukaweze kuijaza hazina hiyo katika mifuko ya watu hawa, wakaone fedha, wakaone jibu, wakaone Bwana shida zao zimetoweka kama vile theluji na zimeyeyuka, na ninaziyeyusha hizo shida kwa jina la Yesu. Na ninaomba Bwana mifuko yao ijae fedha na baraka zote ambazo wanazihitaji kwa sasa, na wasiwe na madeni tena. Tunakiri muujiza huo katika jina la Yesu. Na leo adui unayechukua baraka za watu hawa, ninakukemea, ondoa mkono wako sasa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, ondoka wewe adui, huna nafasi tena, na madeni haya yamelipwa kwa jina la Yesu. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Basi nenda na Bwana, na Bwana atalipa deni hili. Sema amen. Haleluya. Makusudi ya Mungu ni ili tuwe na amani tele, na Bwana aweze kutupa raha nafsini mwetu. Sema amen. Haleluya. Biblia inasema katika Wakorinto wa pili, Biblia inasema hivi, Wakorinto wa kwanza 13. Biblia inasema hivi 13. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu. Sema amen. Haya matatu nini? Haya: tumaini, imani na upendo. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, lazima uwe na matumaini.
kwa Mungu wako. Lazima uwe na matumaini kwake kwamba huyu Mungu wangu atafanya jambo hili. Lazima uwe na matumaini hayo. Unapoishi, unapotembea, uwe na matumaini kwamba hiki ninachokiona sasa mimi akinitishi, kwa sababu nina matumaini kwa Mungu, nina imani kwa Mungu. Alafu Mungu huyu hapa mwisho amesema upendo. Huyu Mungu ana upendo kwako wewe katika lile ambalo pengine linakusumbua. Lazima uwe na matumaini kwake huyu ambaye amesema ana upendo. Upendo sio wewe umesema upendo. Hapana. Na wala sio wewe uliyekusudia. Hukukusudia na wala huwezi kukusudia. Lakini Mungu wako amekukusudia. Amekukusudia kukupenda. Sema amen. Mungu ametukusudia jamani kutupenda. Na kama mtu anakupenda atafanya lolote kwa ajili yako. Kwa hiyo Mungu ametupenda. Sema amen. Mungu ametupenda, Mungu amekupenda. Kwa hiyo jambo hili, upendo, unapofikiri upendo, na wewe katika maisha haya ukifikiri uhitaji, na ukifikiri shida, ukifikiri jaribu, basi tembea mbele ukiamini kwamba kuna aliyesema kwamba uishi kwa matumaini, kuna aliyesema kwamba uishi kwa imani, kuna aliyesema kwamba anakupenda. Sema amen. Sema amen. Ndugu zangu, Mungu anatupenda na ameweka mifano mingi ya kuonyesha upendo wake. Mifano mingi sana. Chukulia mfano unapokwenda kufanya uchumba, halafu ukakuta msichana ambaye umempenda umuoe. Halafu wewe umempenda na yeye akakupenda. Nini kinachotokea moyoni mwako? Unaona kwamba mimi nitamfanyia chochote akiniambia. Si ndio hivyo jamani? Hiyo ni nini? Ni asili ya upendo. That's nature. Mahali penye upendo lazima kuna tendo la kufanya. Mungu ametupa hiyo nature ya kujifunza kwamba unaweza kuona mtu kapenda mchumba, atafanya lolote tu kwa sababu amependa. Watu wanamwambia bwana, usimuoe huyo. Usimuoe huyo msichana bwana. Anakwenda anamwambia, unajua nimeambiwaje? Anamwambia, kuna watu wameniambia eti nisikuoe. Eti nisikuoe. Sasa eti nisikuoe. Sasa unaona tu bwana, mwanaume anacheka tu. Habari mnazileta nyingi. Huyo hafai. Naona vijana anasema bwana huyo tu. Huyo. Sasa hiyo ni nature ya upendo ambayo tunaiona sisi kwetu. Na sasa kama ipo kwetu, kwa Mungu je? Kwa Mungu je? Alafu Mungu anasemaje katika kitabu cha Ufunuo? Anasema kanisa ni bibi harusi. Ni nini? Bibi harusi. Kwa hiyo Mungu anatupenda mno. Mno. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuona kwamba huyu Mungu wetu ataacha kutupa kila tunachokihitaji, kwa sababu anatupenda. Na kwa hiyo lazima tuwe na imani. Ndugu zangu, katika Marko
Katika Marko 11 Biblia inasema hivi. Marko 11 mstari ule kama wa 20 vile. Marko 11 mstari ule wa 20. Biblia inasema hivi. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, muaminini Mungu. Bwana asifiwe. Muaminini Mungu. Muaminini Mungu kabla ya tukio, na pia umtegemee Mungu kabla ya tukio. Watu wengi wanapenda sana kuomba wakati wa shida. Akipata shida, labda ameumwa au amepata jaribu au kafukuzwa kazi, utaona anaenda kwenye magoti. Sasa hiyo anahitaji Mungu amsaidie katika shida yake. Wakati kule Marekani, zile ghorofa 2 kubwa ndefu duniani, ghorofa 110 kila moja, zilipoanguka watu wengi walikufa. Wengi. Na watu waliingiwa na hofu ya Mungu, kwamba kumbe maisha ndio hivi. Sasa tufanyeje? Kumbe maisha ndio haya, yanaweza kupita mahali popote wakati wowote. Watu wakafurika kanisani. Makanisa yakajaa mpaka ukonja. Mungu tusaidie, tusaidie. Mwezi wa pili wa tatu wakarudi tena kwenye shughuli zao. Niko busy kidogo hapa. Sasa na Mungu, Bwana, kweli shughuli nyingi. Watu wanapenda sana Mungu awasaidie shida zao, lakini hawana upendo na Mungu. Hawana upendo na Mungu. Wanamtaka Mungu wamtumie kama mfanyakazi. Mungu sio mfanyakazi. Mungu ni Bwana. Mungu ni mfalme. Lazima tumheshimu, lazima tumpende kila siku, tumwamshe, tumwambie, Bwana, umeamkaje? Nashukuru, na mimi umeniamsha salama. Na mimi ninamshukuru na kushukuru kwa sababu umenisaidia maisha, umenisaidia mambo yako mazuri, na umenibariki. Ninakushukuru. Na mimi ninakupa mali yangu kukushukuru wewe. Ndugu zangu, tusimfuate Mungu wakati wa shida tu. Haitasaidia kitu. Lakini tukimfuata Mungu kila itwapo leo, na tukimpenda Mungu kama neno lake linavyosema, na yeye atatupenda. Na yeye atatulinda. Na yeye atatuongoza. Tutafika safari yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, watu wanaokataa Mungu hawawezi kumkataa kabisa kabisa. Watu wanaomkataa Mungu leo wakafa dhambini, lazima wamuombe Mungu. Lazima. Wataalamu wa Biblia wanasema waombaji watakaoongoza kabisa kuliko waombaji ambao wamekushaomba duniani ni wale watakaotupwa jehanamu. Wale watakaotupwa jehanamu wataomba sana. Mfano ni yule tajiri. Aliombaje yule tajiri? Alisema tone tu.
kama tu litaanguka tuone hapa, mimi ningeshukuru. Hao ni waombaji, lakini too late. Yaani kwenda kuomba jana haina maana, lakini kuomba leo, je, ina maana? Maana leo utapata jibu la shida yako, na shida itaondolewa na Mungu, na wewe utamtukuza hapa duniani. Amen. Sema amen. Amen. Utamtukuza hapa duniani, utamshuhudia hapa duniani, utamuonyesha kwamba ndiye aliyefanya haya na yeye atafanya. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Leo napenda nimwombee diwani apande cheo. Unataka kuwa nani bwana? Amen. Baada ya muda ameniambia, lakini sitawaambia. Haya, na huyo ameniambia haja ya moyo wake. Sasa nataka tuwaombee. Simameni, pigieni magoti. Haleluya. Tuombe. Haya, nyosheni mikono yenu kuelekea huku kwa mheshimiwa diwani na mke wake. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba kwamba wewe utawasaidia mheshimiwa diwani pamoja na mke wake. Utawasaidia nia njema walio nayo kwako na moyo mkuu wa kukutegemea. Tunaomba uwalinde, na pia Bwana uwabariki, bariki uzao wao, na pia Bwana ubariki kazi zao, kazi za nyumbani kama familia, na kazi za serikali kama serikali. Tunaomba Bwana uweze kuwabariki na uwafungulie mlango, na uwabariki kwa baraka nyingi. Uwalinde Bwana, shetani asipate nafasi, ashindwe kabisa katika maisha yao, na waone ushindi mkubwa, na waone milango ikifunguka, na ukiwapa ufunguo ambao ni wa kufungua baraka na kufunga laana, katika jina la Yesu Kristo. Tunawabariki, tunawabariki kwa baraka zako kuu. Bwana usiwaache, Bwana uwaongoze, wape hekima, wape ufahamu, wape macho ya kuona njia zako na mapenzi yako, na Bwana wasipate challenge za kuwashinda, lakini washinde challenge zote katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu utafanya hivyo. Bwana tunasema asante. Amen. Amen. Barikiwe. Amen. Wapigieni makofi ndugu zetu hawa. Amen. Basi tunaamini kwamba Bwana atafanya na amefanya. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Basi ndugu zangu, Mungu wetu anaweza. Amen. Anaweza, anatosha.
lakini nisome neno moja la kumalizia hapa katika Hagai 1 mstari ule wa 14. Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli mwana wa Shealtieli diwani wa Yuda, na roho ya Joshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, na roho zao mabaki ya watu, wakaenda wakafanya kazi katika nyumba ya Bwana wa majeshi Mungu wao. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, tunahitaji uamsho, na uamsho huo tunaona kwamba utaletwa na roho wa Bwana. Roho wa Bwana akaamsha roho za watumishi wake Zerubabel na kuhani mkuu Joshua. Na ninapenda niwaambie kwamba ndugu zangu, hata yale yaliyosalia sasa Bwana anapenda tuyafanye, na atatuamshia roho zetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na leo napenda niombe ili Bwana amshe roho zetu katika utumishi wake. Na tufanye kazi ya Mungu kwa bidii. Tusilegee, tusichoke, lakini tupende kazi ya Mungu na tuifanye kwa moyo, kwa sababu Bwana anataka kutubariki. Lakini roho wake ndiye ambaye anaweza kufanya kazi kubwa ndani yetu. Sisi wenyewe hatutaweza. Lakini Bwana alipoona kwamba mioyo ya hawa watumishi wake ilikuwa na shauku, mioyo ya Joshua, mioyo ya Zerubabel, huyu alikuwa kiongozi kama leo tulivyo na mheshimiwa diwani hapa, na pia nabii Joshua alikuwepo, kama ambavyo leo tuna manabii wengi hapa wameketi na watumishi wake. Lakini Bwana akainua mioyo yao wote, na wote wakamtumikia Bwana kwa nguvu katika nyumba yake. Na sisi tunataka tumtumikie Bwana kwa moyo na kwa nguvu. Wangapi wangependa Bwana ainue moyo wake ili amtumikie Mungu kwa nguvu zaidi kuliko jana? Sema amen. Amen. Basi hebu tusimame hata kule nje tuombe ili Bwana ainue mioyo yetu kwa kutumwagia Roho wake Mtakatifu. Sema amen. Amen. Kule nje inua mikono yako juu, hapa ndani inua mikono yako juu. Alafu tumuombe Bwana ashushe Roho Mtakatifu ainue mioyo yetu. Baba, katika jina la Yesu tunaomba ili Bwana uinue mioyo yetu. Inua mioyo yetu Bwana. Inua mioyo ya watu wako. Tafadhali Bwana Yesu, na kuomba rafiki mwema, inua mioyo ya watoto wako. Kila mmoja asikie kuguswa asubuhi ya leo. Kila mmoja asikie kuinuliwa asubuhi hii ya leo. Hebu Bwana zungumza nasi. Hebu Bwana gusa mioyo yetu. Bwana, tusisikie uvivu tena, bali tusikie moyo na Roho wako ashuke, na sisi tusikie furaha kubwa katika mioyo yetu. Asante Bwana. Roho Mtakatifu shuka. Roho Mtakatifu shuka. Roho Mtakatifu shuka katika jina la Yesu. Asante Bwana. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea nguvu za Mungu. Pokea ahadi ya Mungu. Pokea upendo wa Mungu. Pokea imani. Pokea matumaini. Pokea nguvu za kwenda mbele katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, kwa sababu utafanya yale ambayo wanadamu hawawezi, kwa kuwa wewe ni Mungu na umefanya na utafanya. Wewe unatupenda, tutangulie mbele tukaone njia Bwana itakayotufikisha mwisho wa safari yetu. Pigie Bwana makofi ya furaha. Haleluya.